Serikali ya Marekani kupitia vituo vya udhibiti na kuzuia magonjwa CDC inafikiria uwezekano wa kuondoa chanjo ya COVID-19 kutoka kwenye mwongozo wake wa chanjo za lazima kwa watoto. Hatua hii inakuja wakati maoni tofauti yanayoendelea kutolewa kuhusu umuhimu wa chanjo hiyo kwa watoto, huku kukiwa na kupungua kwa kasi ya maambukizi ya visa vipya vya virusi hivyo. Taarifa kutoka kwa maafisa wa afya ya umma zinaeleza kuwa mjadala huo unahusu iwapo chanjo hiyo inapaswa kuendelea kupendekezwa kwa watoto wa umri mdogo kama sehemu ya ratiba ya kawaida ya chanjo za utotoni. Ingawa hakuna uamuzi rasmi uliotangazwa, mazungumzo hayo yameibua mijadala mikali kutoka kwa wataalamu wa afya, wazazi na wanasiasa. Wengine wanaounga mkono hatua hiyo wanasema kuwa kwa sasa hatari ya watoto kupata madhara makubwa kutokana na COVID-19 imepungua, hivyo chanjo hiyo isiwe ya lazima. Hata hivyo, wapo wanaopinga wakisema kuwa hatua hiyo inaweza kudhoofisha jitihada za kuzuia milipuko ya baadaye na kuathiri makundi maalum ya watoto walio katika hatari zaidi. Msemaji wa CDC amesema maamuzi yote yatazingatia ushahidi wa kisayansi na ushauri wa wataalamu wa afya ya jamii ili kuhakikisha usalama wa watoto na kuimarisha afya ya umma. Iwapo uamuzi huo utafanikiwa, utakuwa na mabadiliko makubwa katika sera ya afya ya Marekani tangu chanjo ya COVID-19 ilipoidhinishwa kwa matumizi ya dharura mwaka 2020. Maendeleo zaidi kuhusu suala hili yanatarajiwa kutolewa katika mkutano wa bodi ya ushauri wa CDC unaotarajiwa kufanyika wiki zijazo. Hii ni ripoti ya MediaWire Express na mimi ni Joseph Mwanawaisangura.